Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla mahali popote mlipo, karibu katika mwendelezo wa matukio katika taifa la Tanzania. Naomba kuuliza swali kabla nizame kwa undani. Je, unaamini Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan anaweza kushituka anapotumiwa ujumbe mbaya zaidi akiwa Ikulu? Je, unaamini Rais Samia Suluhu Hassan wa Tanzania anaweza kushituka akitumiwa ujumbe mbaya zaidi akiwa Ikulu? Utaniandikia katika sehemu ya maoni hapa chini comment section. Sasa habari ambazo zimetufikia katika meza yetu ya habari ni wazi kwamba Rais Samia Suluhu Hassan ambaye amemaliza siku 100 baada ya kuapishwa chini ya ulinzi mkali wa jeshi nchini Tanzania, huenda amekosa amani baada ya kutumiwa ujumbe mzito ambao umetetemesha Ikulu yake. Na ujumbe huo ni mbaya ambao naenda kusoma, kisha baadaye tutakuwa tunachanganua baada ya kupata msingi nani ametuma ujumbe huo. Ujumbe huo mbaya unasema nini kuhusu Samia Suluhu Hassan akiwa Ikulu ya Tanzania? Rais wa chama cha wanasheria nchini Tanzania Boniface Mwambukusi ameamua kuandika ujumbe mrefu ambao ni wa kutisha, ambao ni mbaya zaidi haswa kwa uongozi wa Samia Suluhu Hassan. Baada ya vita ama maandamano na maafa kushuhudiwa Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan na serikali yake wamekuwa wakisikika wakiomba maridhiano yaweze kufanyika katika taifa la Tanzania. Lakini rais wa chama cha mawakili ambaye ni wakili tena ameandika ujumbe huu katika mtandao wake wa kijamii, huku akituma ujumbe mbaya kwa Samia Suluhu Hassan. Akaandika: haki, ukweli, uwazi na uwajibikaji ndiyo vitaliponya taifa. Huyo ni Mwambukusi amesema. Sasa sikiza vile anatuma ujumbe mbaya kwa Rais Samia. Akaanza kusema hivi: tulilazimishana kuingia kwenye uchaguzi kwa hila, tukaua maelfu ya wananchi wasio na hatia, wakiwemo wanawake na watoto. Yaani uchaguzi wa 29 Oktoba mwaka jana, Watanzania waliweza kulazimishiwa uchaguzi huo ambao ulimalizia watu kuuawa, akina mama kuuawa, watoto hapa na pale, baada ya serikali iliyokuwa mamlakani wakati huo ya Samia Suluhu Hassan kutekeleza hayo kulingana na chapisho hili. Akaendelea kusema hivi: wale waliokataa ushauri na kutuingiza katika mauaji ya Oktoba wanajipanga tena kutubeba mzobe, kutulazimishia maridhiano yasiyo na ukweli, haki na uwajibikaji. Wale ambao tuliwaambia hatuendi uchaguzini pasipo rekebishwa hapa na pale, sasa hao ndio wanaitisha maridhiano ambayo hayawezi pasipo kuwa na haki, uwajibikaji na ukweli kushuhudiwa Tanzania. Akaendelea kusema hivi: tusikubali tena kutishwa na kulazimishwa. Sasa sikiza, tusikubali tena kutishwa au kulazimishwa kuingia kwenye maridhiano yenye hila, huku ni kutukosea adabu na kudhihaki wahanga wa Oktoba 29. Yaani haiwezekani, liwe liwalo, haiwezekani mambo ya maridhiano kuzungumzwa nchini Tanzania sasa hivi. Wacha kiumane, ila tu lazima waliopitishiwa mlango wa mauaji, familia zile ambazo ziliweza kupoteza wezao na wengine wakajeruhiwa, sharti washuhudie fidia kutoka kwa serikali. Watu wote timamu tusikubali. Tangazo amelitoa, tangazo maalum kutoka Mwambukusi, rais wa chama cha mawakili. Akamaliza akisema ya kwamba watu wote timamu tusikubali kuzungumzia maridhiano kabla ya haki, ukweli, uwazi na uwajibikaji.
Unaporidhiana, unataka kuridhiana na nani? Kuhusu jambo gani? Ukweli utakuweka huru. Sasa ni ujumbe ambao ni mzito ambao umetumwa na Boniface Mwambukusi kwa Rais Samia Suluhu Hassan kwamba hata kama serikali yake inaendelea kuitisha maridhiano, wasahau, kwa sababu haiwezekani baada ya wengi kupitia machungu hapa na pale, familia zile ambazo ziliweza kupoteza wenzao, wengine wakajeruhiwa, haki, ukweli na uwazi haujapatikana kufikia sasa. Maridhiano haya ambayo mnaitisha kama serikali ya Samia Suluhu Hassan ni ya nini? Lazima mtuambie maridhiano ni ya nini, kumaanisha mnajua na mnaelewa mlikosea wapi. Hapo ndipo mnastahili kurudi ili tuanze kurekebisha makosa yale. Kama ni kufungia Tundu Lissu kukaa gerezani zaidi ya miezi 9, tuzungumzie hayo. Kama ni kumzuia kuwania kiti cha urais, tuzungumzie hiyo, kwa sababu tuliweza kulazimishwa kuingia uchaguzi ambao uliweza kumalizika na watu wakauawa. Kama ni Mpina wa ACT Wazalendo aliweza kuzuiliwa kuwania kiti cha urais, sharti tuambiwe mnaridhiana kwa nini? Kama ni wale ambao waliweza kuangamia, miili imekosekana kufikia sasa, baadhi ya familia zinaendelea kutiririkwa na machozi wakati wanatoa ushahidi katika tume ile ya Jaji Ichande iliyoteuliwa na Rais Samia Suluhu Hassan kuendelea kukusanya ushahidi kutoka kwa Watanzania. Kwa nini maandamano yalitanda Tanzania? Tumeshuhudia familia ambazo zinasema ya kwamba tupeeni miili ili tuende kuizika, tusahau. Hatuwezi kusahau yale yaliyotendeka 29 Oktoba mwaka jana. Pasipo fanyika hayo yote na fidia kutolewa kwa familia zile, haiwezekani. Liwe liwalo, liwalo na liwe. Mwambukusi amekataa, sio mimi nimekataa. Nimesoma ujumbe ambao umeonda msingi haswa kwa yale ambayo yanazungumzia kwa kanda hii, kwa sababu sisi lazima tunadhibitisha, tunahakiki lolote lile kabla ya kulileta hewani. Kwa hivyo Mwambukusi yeye amesimama imara, amesimama katika mstari wa ukweli, akisema ya kwamba hakutakuwa na maridhiano. Amepinga ombi la serikali ya Samia Suluhu Hassan, na nimesikia wengine kutoka serikali ya Samia Suluhu Hassan kupitia Msigwa ukisema ya kwamba hatuwezi kulazimisha yeyote kwa maridhiano kwa sababu maridhiano ni hiari. Lakini Mwambukusi anauliza, maridhiano ya nini? Kosa lipi ambalo mnataka tuweze kuridhiana? Lazima tulijue. Je, unaunga mkono matamshi ya Mwambukusi kwamba hakutakuwa na maridhiano pasipokuwa na haki, uwajibikaji na uwazi na ukweli? Utaniambia katika sehemu ya maoni. Kufikia hapo, mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo katika uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa, haswa yale ambayo yanaendelea kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button that is down here. Once you are, then remember to turn on the notification bell so that the moment we upload a video clip, you'll be notified automatically that Omokenya TV has uploaded a video clip to watch. Remember to share our content also at our WhatsApp groups and even on Facebook. That is the only way we can continue building this a channel of ours, Omokenya TV. Be blessed. Let's meet in the next video. Bye bye.